Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kimgongo TV. Mimi ni Mashambo Majani. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wananchi na viongozi wa kisiasa kuweka mbele maslahi ya taifa, akisema vitendo vinavyoongozwa na hasira vimekuwa chanzo cha kuangamiza amani na utulivu wa nchi. Amesisitiza kuwa hata viongozi wa dini wanapaswa kutumia maneno ya kutuliza na kuhamasisha mshikamano badala ya kuchochea hasira. Akizungumza Jumatatu wakati wa ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika mkoa huo, Chalamila alionya kwamba matukio ya vurugu yamekuwa yakiwaathiri wananchi wasiokuwa na hatia na kusababisha uharibifu na miundombinu muhimu ya taifa. Mungu wa mbinguni atupe kibali tuendelee kusema na makundi mbalimbali, ili kila mmoja awe balozi wa amani hii, kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu, na mwisho kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko ndugu zangu viongozi wa dini. Tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kama tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake yakaja kwa makubwa. Maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma. Moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote hii hapa stendi hapa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC. Kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule mpaka leo unaona miundombinu inaonekana. Jaribio la tatu lilikuwa ni kuchoma jengo la TCRA na walichoma kibanda cha Blinzi. Jeshi likaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine lilikuwa ni kuchoma miundombinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, very likely Dar es Salaam ingekuwa giza yote. Hospitali ingekuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema hapa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanae madhara haya tunayofanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunapoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, lazima na sisi kufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti hiyo. Mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui atapenya katikati ili sisi tuweze kufaidi katika maendeleo yetu. Amesema vurugu hizo zimezua usumbufu kwa watu waliojiajiri na walioajiriwa pamoja na kuathiri utoaji wa huduma za kijamii na kiuchumi kutokana na uharibifu uliojitokeza katika baadhi ya maeneo. Nikupe tu hadithi ndogo. Tarehe 29 ya mwezi wa 10, yupo dada mmoja yuko pale Kimarabaruti. Yeye huyu dada amemaliza chuo kikuu na alitafuta ajira akakosa. Lakini baadaye akapata uwezo wa kupata mtaji. Akaenda kufungua duka, akafungua na sehemu ya chakula. Ameweka mtaji wake pale wasi chini ya milioni 50. Lakini yule dada miaka 4 iliyopita aliolewa. Kwa bahati mbaya akapata mimba na akamiskeli, mtoto akafariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yule dada alipata tatizo la kuwa na prolonged bleeding isiyopungua kwa miaka 3. Mume wake akamwacha. Akawa na mikasa 3. Mtu mwanae amefariki, mmeo amemwacha na amepata madhara afya. Tarehe 29 duka lake na sehemu anayouza chakula ikawashwa moto. Akaja ofisini kwangu analia kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sioni mbele wala sioni nyuma. Nachokiona mbele yangu ni sumu iliyoweza kupotea katika ulimwengu. Nilimwambia dada, pole
umekwisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya kwanza sukari na presha inapanda, siku ya pili sukari na presha inapanda, hakuna daktari wala hakuna dawa inayoweza kupata kwa sababu wanaambiwa kaendana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmoja ameparalyze na mmoja amefariki. Walipokuja kunieleza Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikasema haya ndio mambo ambayo Watanzania tu tunayaona. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.